Naam, tunaendelea na mazungumzo yetu ndani ya ukumbi. Bwana Irungu, pengine nije kwako, kwa sababu tunazungumzia maridhiano, tunazungumzia masuala ya maendeleo. Ili mwananchi aweze kufahamu, kuna wakati Rais William Ruto akifanya kampeni yake, kuna miradi ambayo alisema ataitekeleza kwa muda fulani, na anaitekeleza kwa minajili kwamba ni miradi ya serikali kuu. Tunazungumzia wajibu wa wizara katika eneo la Mlima Kenya. Ni wizara gani ambazo kwa sasa hivi zinatekeleza miradi ambayo iko chini ya serikali kuu, au kama anavyosema Mheshimiwa Kawanjiku ni kwamba maadamu kuna bajeti imetolewa, imetoka kwa serikali, iwe ni mradi unatekelezwa na serikali za ugatuzi au wabunge, ni mradi unahitimishwa kama mradi wa serikali kwa sababu pesa zimetoka kwa wizara ya fedha. Kwanza tukiangalia about ile development inaenda kwa ground, iko ile pesa inapatiana kwa county. Tukumbuke that about 20% ya ile pesa inaenda kwa county ndio inaenda kwa development. So kama county inapata 10 billion, only 2 billion ndio itaenda kwa development. Na ukispread that 2 billion over 12 months, and then kwa constituency unapata kila constituency unapata like 10 million per month. Pesa kidogo sana. Kwa hivyo project ile functions, ile only 14 functions ndio zilikuwa devolved to the county. So most of the development actually iko kwa serikali kuu. Ukiangalia vile tumesema about, nitumie example ya kule Murang'a. Tulikuwa tukiwa kule kwa ile economic forum, tukiwa kwa campaign, all those iko projects zile nyingi zilisemekana zitafanyika. Projects hizo ni kwanza mabarabara, pili maneno ya dams, especially for Lower Murang'a, then tatu ilikuwa ile technical institutes, and then mwisho ilikuwa ile maneno ya agriculture. Murang'a is agrarian. Tulikuwa tumeongelea about MGR, the minimum guarantee returns for maziwa and other agriculture products, then hizo coolers, milk coolers, and then maneno ya kahawa na maneno ya majani chai. Tukiangalia hakuna chochote kile kimefanyika kwa muda huo. Na vile nimesikia Kawanjiku akiongea about ile irrigation project. Actually hiyo irrigation project mimi ndio nilikuwa nimepropose nikiwa kule Treasury, PS of Planning and Statistics under the program ile ya TARDA. Even saa hii haitafanywa. Ni ile tu roadside declaration kwa sababu itafanywa kwa sababu kuna fedha ama budget. Ukiangalia lazima isemekane hii project tafanywa na imewekwa kwa budget. Sasa kwa mtazamo wako, ikiwa rais anarejea kule na kutoa ahadi kama hiyo, anawahadaa wananchi wa Mlima Kenya ama ni kwa minajili ya siasa za mwaka 2020? Ni siasa. Unajua ni siasa kwa vile pia tuweze kusema serikali ina pesa. Kwa sababu hata ukiangalia hiyo hizi ziara za rais za last week alone zimekula bilioni kadhaa. Iko watu walikuwa wanapelekwa, iko pesa watu walikuwa wanalipwa. So actually ile ground saa hii nilikuwa huko jana, watu wanakula pesa yenye walikuwa wamepoa. Kwa hivyo hiyo tunaweza kusema at least hiyo part ya development hiyo tumepata. But Nimrod, unajua tutakupa nafasi. Tukiongelea about hizo kusema ati serikali ina pesa. Pesa iko, ni vile inatumika kwa njia zile hazitakikani. Ile venye tu mbaya amesema wasteful, ama zenye si priority. So priority tumeweka hii project, lakini lazima tuongeze wabunge 360,000 per month. Na lazima so zile pesa ziko kwa serikali lakini hazitumiki kwa ile priority yenye inatakikana. So vile tunaangalia in a few years next year tutaanza campaign tena za presidential, and Nimrod tutaanza kuambilia watu projects za the next term, yet hakuna yote zimezinduliwa this term. Before uende daktari tu, nitakupa nafasi. Have a minute. Nitakupa nafasi. Daktari Mugambi, ndio. Wakati ziara hii ikianza, nakumbuka Mheshimiwa Rebecca Miano, waziri wa utalii, akifika sehemu moja, nafikiri ilikuwa Kirinyaga, akisema kwamba tumetumwa na rais kuja kuangalia ni miradi gani. Sasa swali la kujiuliza kwa mwananchi, kunaanzishwa miradi halafu haifuatiliwi mpaka wakati rais anafanya ziara, ama nani wa kufuatilia? Kwa sababu nafikiri inakuwa ni nafasi ya kuwapunja wananchi kwamba mpaka fulani aanzishe mradi fulani ama aje kuusimamia ndio posa utakamilika. Ina maana kwamba tunatumia fedha kwa lengo tu la kuwafunga macho wananchi, kwa sababu inashangaza kama waziri mzima anasema tunakuja kuangalia. Yule waziri anayesimamia miradi kama ile, maana kama ni miradi ya kitaifa lazima itekelezwe chini ya wizara fulani. Daktari. Asante sana Nimrod. Ningetaka tufikirie kidogo na tuwe very objective kwa hili swala, kwa sababu kama
waziri wa wizara fulani lazima awe ana operate within the country. Na pia kuna zile maeneo ya bunge, kuna yale majimbo ambayo bado iko sehemu yake ya operations. Kwa hivyo sitetei waziri, lakini akisema ameenda kukagua miradi, hapo ni sawa, kwa sababu kiongozi wa taifa akienda pahali lazima kuwe na matayarisho kidogo. Lakini mambo ya maendeleo bado kidogo kuna yale ambayo yamefanywa ugatuzi, yani devolution, na hizi ni functions ambao ni za county, na pia pale kwa county kuna viongozi MCAs, kuna wajumbe, na pia kuna governor. Kuna yale maendeleo pia wao wenyewe wameanzisha. So wakati tunaangalia mambo ya maendeleo, vipi itakuwa bado ni national peke yake, lakini hatuwezi tukapatiana yale tunasema accountability katika zile level. Mother Teresa alisema kila mtu akifagia kwake tutakuwa na nchi, tutakuwa na clean safi kila pahali. Naona kidogo ni kama sisi tumeachilia, tunaangalia sana lawama tunawapa wale, lakini hatujiangalie sisi wenyewe. Pili, tunatumia muda mwingi sana kuangalia majimbo, lakini hatuangalie kama sisi tunashindana na ulimwengu mzima. Kuna nchi zingine ambazo za Afrika zinangojea Kenya ishuke nafasi yake waweze wakachukua. Kwa hivyo langu ni kuambia viongozi ambao tuko nao hapa, kila mtu amepewa tuseme ana constituency yake. Mbunge yako hapa, kwa mfano mbunge wa Kiambaa, wewe umefanya nini ambayo unaweza sema ni maendeleo? Katika ile county ya Kiambu ama Murang'a, ni gani ambayo yamefanyika katika ile governance level ya county? Alafu kwa jumla majimbo 47, hii ndio inafanya tukue na national development. Na tukiweza kupata national development at that level, tunaweza basi sema sisi tunaweza shindana na wenzetu na tuwe na position yetu pale kwa international and Africa level. Kidogo ni vyema sisi viongozi wa maeneo tuweze kufikiria pia sisi tuna wajibu wa ku cause development. Haitaweza kufanyika kama itakuwa ni lawama tu. Ni yapi yako within our spheres of influence ambayo tunaweza sema na tunaweza fanya, na tuwe na uaminifu wa kusema ndio, pale kidogo tuliteleza, lakini tunaendelea, tunajaribu, tunafanya hivi, tuwe tuna accountability matrix, na tunaweza onyeshana pia tuna performance indicators ambao kidogo tumeweza kufikia yale. Ndio tunaweza kuwa na changamoto kidogo hapa na pale, lakini haiwezekani miaka 2, miaka 4, miaka 5 basi changamoto ni zile. Alafu pia hatuoni maendeleo katika maeneo ya chini, ya katikati, majimbo na national. Haiwezekani hiyo. Lazima tuwe forthright na tuwe watu wa kusema ukweli. Kama yametendeka, kama hajatendeka basi tujue kuna nafasi ya improvement. Asante Dr. Mbai, nitakupa nafasi na kuuliza swali lingine ujazie na hilo. Wewe ni mtaalamu. Naamini kwamba kwa wewe kupata fursa ya kuhudumia serikali ni kwa sababu ya taaluma yako. Unahisi kwamba inafika wakati serikalini kuna viongozi ambao hawadhamini taaluma, kwa sababu saa nyingine wanatoa ushauri kuhusiana na mambo fulani ambayo yanastahili kutekelezwa katika eneo la Mlima Kenya, husikiki, ama unaambiwa kwamba pengine unasema sana, unazungumza sana, ama unakosoa sana, ndio unajikuta katika hali ambayo wewe ulijikuta. Asante sana Niblod. Actually hapo ndio nilikuwa nataka kuanza kusema kwa serikali hii, what you can do, sisi wote tunafanya kazi katika advisory role, either way ni PS, CS, watu kazi tumekuwa tukifanya, madirectors yako tu ni kupropose Kenya. Unajua, and I can tell you, kama kuna watu wataalamu dunia mzima ambao huwa wanatafutwa wako Kenya. Hii civil servant ya watu milioni 1 wafanye kazi wa umma katika nchi ya Kenya, they are the best in Africa, they are the best brains. Ama unakuta wao ndio walichukuliwa na huko Israel wanafanya kazi huko, lakini shida ni kwamba unafanya kazi usiku na mchana. Na niseme tu mfano, kwa sababu watu wengi huwa wanaongea, my record Nimrod before God, nichukue tu bia niseme speaks for itself. Ile kazi nishaifanyia hii serikali nikiamini ya kwamba kweli tumeingia tuinue maisha ya wananchi. The record is there. Lakini unafanya Nimrod, unajikuta uko peke yako. Watu waanza kukudiscuss, ala, kwani huyu hii moto imetoka wapi? Kwani anaenda wapi? Anajua sana. Unaanza kufinyiriwa. And I can tell you, unaambiwa it has been decided. Wewe umepanga, umesema tufanye hivi, kwa sababu you believed ya kwamba kweli tulikuja. Kumbe ni wewe tu unaamini. Kumbe
ni wewe tu ulikuwa unaamini ya kwamba kazi ilikuwa ifanyike. It is so painful and unfortunate. Kwa sababu there's no way miaka 3 watu wanaweza toa kodi, watoe tax, wafinywe. Sasa hizi shida ni mingi Kenya. Lakini unaambia hapana, bado tunapanga. Ngoja nikupatie mfano kidogo tu Nimrod. Mimi natoka Nakuru. Haya. Uhuru Kenyatta akitoka akaacha barabara kutoka Liloni mpaka Mau Summit. Imeisha, French wamekuja, ilikuwa ianze September 2021 kujengwa. Ilikuwa isha within 2 years. Saizi wakati serikali inaingia, watu kaanza kuulizana ni nini imeenda ikakuwa cancelled. No explanation. Hakuna mtu alisema kwa nini imekanseliwa. Imesemekana hapana, ilikuwa toli nini. Saizi tunaongea hapa, wale watu huwa wanakufa kwa hiyo barabara. Unaweza ublame mambo mingi, useme sijui kunywa, sijui hiyo ni mjadala mwingine utaleta. Nimeona wakisema sijui ile utaleta alcohol blow and all that. I can tell you shida yenye kubwa sana kwa hii barabara since ni kwa sababu ya traffic. Hii barabara ilikuwa inatumwa na mzee Jomo Kenyatta kana Nakuru, right? Mkoloni alikuwa anatumia barabara moja single lane. Kwa sababu ya traffic na congestion na pressure of the road, ndio majali nyingi zinatendeka. So hiyo kitu ilikuwa ifanyike wakati ule. So juzi ikasemekana itaanza June. Question number 1. Just a simple information. Ni nani amepatikana this time? Contractor. Ni pesa ngapi atatumia? Nimesikia wakisema bado itakuwa na toll kulipa. Surely unalipisha watu kwenda kutumia public road. There's no information. Watu wanaumia. Leo mkurugenzi wa county ya Nakuru, Musambudi Resourceful anazikwa leo. Kesho so kuna uchungu, watu wanaumia. So wakati tunacheza drama hapa, drama sijui alikuja, sijui kapigwa makofi ya Karaunchi. Watu wanaona mchezo tu. Na watu wanakasirika nani? Zuia hapo. Bila anavyosema mheshimiwa pamoja na yale ambayo I wanted to guide him. Because there's some information he doesn't have. There's some information. There's some point of information that he doesn't know. Na utatufahamisha sote. Si kuna watu uniruhusu nijibu hii yake. Pamoja na yale nataka ujibu, lakini pamoja na swali hili kuhusiana na ahadi ambazo mara nyingi zinatolewa na rais, huwa amezingatia bajeti ya mwaka ama la? Kwa sababu ukinipa mfano wa kwamba katika Mlima Kenya hii ziara hii amezungumzia kutolewa kwa fedha kama ulivyosema shilingi bilioni 20. Ni shilingi bilioni 20 ambazo ziko katika bajeti hii ama bajeti ijayo? Kwa sababu tunafahamu mazungumzo ya bajeti ambayo itakuwa ya mwaka 2025 2026 tayari mazungumzo yake yashaanza, utungaji sera na kadhalika. Ni mambo ambayo yatakuja bungeni baadaye. Pili, ikiwa waziri anaweza kusema kwamba nimetumwa kuja kuangalia kukagua miradi, nafasi yenu kama wabunge ni ipi wakati waziri ameambiwa na rais kwamba anzisha mradi fulani Kiambaa, halafu ikwame na wewe usimuulize swali, usubiri mpaka wakati ambapo rais anakuja ndiposa mwanze kusema tuna huu mradi ambao tutataka ukamilishe? Muda wako wa miaka 2.5 kama mbunge, nafasi yako ni ipi kuikumbusha serikali kutekeleza majukumu? Umeniuliza maswali mingi lakini nijibu mawili tu. Nitakupa nafasi. Responsible development, the National Government Development Agenda. Inakuanga sana kazi ya mbunge. Uko na registration, unafanya ile kazi unafanya kule bunge, lakini pia kufuata miradi, hakikisha ya kwamba imefika kwako. Rais alikuja akasema amepromise, for example, he came to my constituency said atajenga TVET na akatupatia 70. Na hiyo iko chini ya wizara ya education. Wewe unamfuata rais ama unafuata unaanza chini pahali unaanza who is in charge ya mambo ya TVET? Because unamwambia there is. Kwa nini nauliza hivyo? Yes. Kwa sababu ilinishangaza sana wakati Rebecca Miano waziri akisema kwamba nimekuja kufuatilia. Na ulijiuliza yule mbunge wa pale. Unajua sasa wezi tandika Miano juu hatuko naye hapa. Maybe probably I don't know whether she said so, but hata pia kama waziri unajua anaweza kuja aseme by the way niko Kiambaa. It doesn't matter whether she's the Minister for Tourism and Wildlife. Lakini anaweza kuja aseme miradi yenye iko huku ya serikali ni migani. Probably because amejipata kuna kitu imemleta, angetaka kwenda angalia juu kuna KMTC tunajenga 200 million. Sasa nipe mfano huo kwa sababu ya umetaja TVET. Yes, kama TVET akatupromise atatujengea KMTC ya 200 million which is ongoing. It's almost 60% completion. Tuko na barabara zetu hizo nimesema kuhusu, tuko na mambo ya soko ya rais alikuja akasema hiyo soko tutajenga, anajenga na tukimaliza tunapatia county because that's where it's a devolved function. Mambo ya barabara, and it's good also to speak the truth, and ningetaka pia uchimbe because wewe ni mwana habari. Barabara ya Mau Summit ya Rironi kwenda Mau Summit, it was not even awarded as a contract. Mile maneno iliyokuwa ni the ministry, because there is that continuity of any government.
You cannot come, even mimi kama mbunge wakati nichaguliwa na by election, siwezi kuja wakati nimeingia nisimamishe miradi ya former member of parliament yenye alikuwa anafanya nianzishe yangu. There must be that continuity of government, because at the end of the day it is the same people, at the end of the day they are the same people who are taxpayers code. Na ukiangalia pia hiyo report ilikuwa imetolewa leo na World Bank, kuna miradi worth $1 trillion across the republic yenye imekuwa pending for a very long time. So some of those things that we are asking, which is okay. Ukiangalia barabara, the cost that was supposed, even if it's gonna be told, look at India. You know, some of these things, we are not doing it in Kenya. Look at expressway. Tulikuwa tunapiga kelele expressway, tutakuwa tunalipishwa. Kenyans are paying because at the end of the day, you either use the taxpayers' money to build that road, or at the end of the day, we must look for a means and a mechanism how we're going to fund that kind of a project. If you look at the touring, it's not only in Kenya that we are starting. It has been started in other countries all over across the board. For the reasons, that's why I'm saying, hata hii ya Mau Summit tukijenga, there will be an option. That unaweza tumia the during yenye itafanywa, or probably if you don't want, there is a route that you can use na ufike kwenye unataka kwenda without paying the tolling cost. So we must, the ministry will swala la bajeti linakuja bungeni na mnalizingatia. Yes. Nimekuuliza iwapo rais anatoa ahadi ya kwamba atatumia shilingi bilioni 20 katika Mlima Kenya. Yeah. I think you got you got me long. No. Some of the projects that the president alikuwa amekuja kuround, they were within the budget of 25 budget. Ni kama hiyo soko ilikuwa advertised before, pesa iko. So it's a matter of alikuwa anakuja kuianzisha. Kama ni mambo ya hiyo barabara alikuja kwetu rari ya I don't know how much billion shillings, already the Mau road iko within that bracket. Are you getting? Zile sasa zenye zimebaki ambazo probably amekuja akaahidi, kama kuna barabara moja aliahidi Githunguri inaitwa Kairia Ikino, which is about 6 km or so. Na authorize the PS in charge of roads ahakikisha, because I sit in the budget committee from the Kiambu County, I was also instructed to make sure that as we start the budgeting, because we are now starting the cycle of the budgeting, that 50 million promised by the president is within the budget. So there is nowhere rais anatoanga pesa, you only get it within the budget. So those things, and you see, let me also tell you, the government, the way the government operates, already some of the projects we're going to do 26, 27, they are within the pipeline. They are known. Okay? Like ministry fulani kama ni ministry ya barabara wanajua tuko na barabara hizi. Tumeweka within our pipeline, tumetengeneza pesa. So the only thing that is there is that the president is aware there is this road that is being caused. Maybe raia hawajui. But it is within Nataka tusikize kauli moja. Yes, but it is within the government. It is within the planning of the government, because there is nobody who come and make a roadside declaration without the budgeting. At the end of the day, the money comes from there. What Daktari should be telling you, because it's always good to be fair. No. Anaongea mambo when he was the ministry, when he was even Nyakera. Naongea tu hiyo because wamekuwa kwa serikali. You need to tell us, because Dr. Mugabe have said our work is not to point fingers. Yes. The moment I've been given a responsibility as a member of parliament wa Kiambaa, ni nini hili nimefanyia wananchi? Hata kama ni dakika mbili, let me finish name road. Ni nini hili? Because you cannot tell us from the day one, wewe umekuwa mtu wa kulia, hakuna kitu inafanyangwa kwa serikali. What were you doing there as a civil servant paid by the taxpayers' money? You cannot show us what has been done. Kuna swali lingine nataka tuzungumzie. So you have failed automatically. Kuhusu Mlima Kenya kidogo tu tusikize sauti ya Justin Muturi, alikuwa waziri wa huduma za umma akizungumzia kauli yake kuhusiana na Rais William Ruto, na nazungumzia hiyo kwa sababu anatokea sehemu ya Mlima Kenya. Hem tusikize kidogo. Naam, nataka tusikize kauli moja kutoka kwake Justin Muturi, ambaye alifutwa kazi hivi majuzi tu wakati rais akianza ziara yake katika eneo la Mlima Kenya na kumbadilisha na Mheshimiwa Ruku, Geoffrey Ruku, ambaye anatokea sehemu ile ili tuweze kuzungumzia mabadiliko katika masuala ya wanasiasa. Nafikiri naambiwa tutacheza baadaye, lakini mheshimiwa, nafikiri kuna jambo ambalo nataka tulizungumzie. Yes. Kwa mtazamo wa Rais William Ruto, ni masuala lazima kwa kimombo wanasema lazima kuna balancing act, yes, ambao unaingiza masuala ya kisiasa, yes, na vile masuala ya kimaendeleo. Yes. Kwa mfano kuondolewa kwa Justin Muturi, yes, ilimbidi atafute, yes, mwanasiasa mwingine kutoka sehemu ile. Absolutely. Imetokea kwamba mara nyingi amefanya mabadiliko hasa kwa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya, lazima abadilishe na kiongozi mwingine wa Mlima Kenya.
Hii inaonyesha nini katika mtazamo wa kisiasa? Ni kuleta maridhiano, kupuliza joto la kisiasa, na ina faida ama haina faida? Kwa sababu kuna wengine wanahoji kwamba wale ambao wanabadilishwa hawana umaarufu. Kwa hivyo hatujui wataleta umaarufu gani kwake. I mean, to be fair to William Ruto, because kwa sababu hii position sio yako, sio ya Kawanjiko. Position ya chairman wa KICC, the former chairman, it doesn't belong to Nyakera. It belongs to the people of Mount Kenya. And if it has become difficult, imekuwa ngumu kwa rais, ama imekuwa, for example, the agenda ama the interest that I had kwa hii serikali haziko, they are no longer there anymore, I look for someone else within the mountain ambao wako katika mlima mwenye ataendeleza pia hiyo agenda ya serikali, because hatuna upungufu wa watu. Na daktari amesema ukipatiwa jukumu na rais na amekuhakikisha amekupatia hili jukumu kama chairman ama director of the PS, it is incumbent upon you kama kiongozi kuhakikisha ya kwamba umefanya ile kazi umepatiwa. Lakini haiwezekani, lakini kama imekuwa ngumu, kama imekuwa ngumu, anyamaze, nimemruhusu aongee, anyamaze tu nimalize, because it's not right. Don't heckle, we are in the national television. The point is, kama imeshindikana mimi kama kiongozi kufanya kazi, it is only fair for the president, because the position belongs to the Mount Kenya. It is only fair for the president to pick someone else from the same region, because that position belongs to the region. Kuna positions za Mount Kenya. Mimi nimesema hivi. It is tukiongea hapa tafadhali. Umenyima Nyakera sana aongee. Tukiongea kwa sababu watu ni werevu. Nimrod watu ni werevu. Sema ati anachukua position anarudisha Embu. Juu position ya Mount Kenya. Machemeni wa kamati hauzi wa Mount Kenya zimetolewa, zimepelekwa mahali pengine. Please, when you are talking, remember watu ni werevu, wanaona kufuata. So it's not possible. Number 2, quickly. Sasa nikuulize. Juzi ile tu anasema every time tunaongea na wabunge ambao wako kwa BB hii broad based, wanasema mimi nilienda nikaomba rais, nilienda State House nikaomba rais, na wale ambao si wako kwa broad based hao si watoto wa Kenya, watu wao hawalipi kodi. Juzi mbunge akasema tuliitwa State House tukapatiwa barua ya walimu. Wale wengine ni mroad ambao hawana wabunge wao wenye wanaenda wanaunga mkono hii serikali, si watoto wa nje ya Kenya. Hii ndio mambo inakasirisha Wanjiku. Let me tell you. Now this guy is double speaking. Kwa hiyo nisema hivi, please. Ndio tumalize kwa hii mambo, tusiongee mingi hapa ya maendeleo, watu wanajua what they are doing. Ni hii sarakati namna hii. Yenye mlikuwa mnafanya nyinyi hivi. Simple. Leteni matrix ya kusema Murang'a hivi commissioned projects 2, 3 and they are here. I have it here with me. I can show you. Nimrod, it is there. Let me show you. It is here. Kama that's what you want. Tunafanya Kenya mzima. Wacha wajibu wajisomee. Hii mambo ya kutoa karatasi ndio unatoa karatasi. Wewe ulikuwa unafanya hivyo. Umefanya hakuna. Wacha you are failed by. You are failed. Literally failing. Daktari by mheshimiwa. Wacha tumsikie. Hii mambo ndio tunaongea hapa ni drama peke yake. Wamefutwa kazi because of their incompetence. Maziwa huyu amesema. Ile bei ya maziwa it's just a price in their mind. Kahawa na maziwa hapana, hii mambo ya kahawa imeongezeka bei. Ask the farmers. Na watu wanaona ya nini? I think in terms of projects, ukiangalia maneno ya projects, nakumbuka when tulikuwa tunafanya 2017 elections, which nilikuwa nasimamia pande za Mount Kenya, tulienda tukachukua map ya entire country. Actually sasa nilikuwa PS planning, tukaangalia each and every place within the country kwenye tumeanzisha project na yenye imeisha, so that you all that detail tulikuwa napatia wanasiasa as they are going to the ground. Kama unaenda Samburu, tunakupatia list ya zile projects za tulizindua na pale zimefika, and actually we had real projects za zimefanywa kazi, and that's what we are saying sahi. Bado hata sahi tukisema tufanye such a map, hakuna project kama hiyo. Ukiangalia kama hiyo ya Rironi Mau Summit, hiyo project tulianzisha zamani when nilikuwa kule transport, and from there ikafanywa tender, ikapeano French government. Ukikumbuka President Uhuru wenye alienda kule na Macron kule France na President Macron kusign hiyo funding hiyo project yenye ilikuwa inafanywa na AFD, na wakapatia the kampuni ya a French company ya kufanya consortium ya French company ya kufanya hiyo project. As soon as the new government came, ikakuwa vile unaangalia kwa zile project kubwa, wacha hiyo to cancel, wacha tupatie mtu mwingine. Actually it was cancelled. Ilikuwa cancelled, ikapatiwa Chinese contractor
different Chinese contractor. So hatuwezi kusema ati project haikuwa, actually iko, lakini ni ile maneno inafanyika, unaangalia unaona ni kama iko interest. Two, nikikuja hii maneno ya Justin Muturi, I think the issue with Justin Muturi is pale penye, it's not about alifutwa mtu mwingine akapatiwa. Question is alifutwa kwa nini? Alifutwa kwa vile alikuwa anauliza maswali. Yeah, you see, when president ana appoint cabinet, ama ana appoint minister, ana appoint PS, ana appoint nani, ana appoint pia advisors wake. Yeah, kwa vile watu, while he has a broader manifesto, hawa ndio wanakalia the department yenye anataka. Kama ni maneno ya SHA, iko minister wa health. Kama ni maneno ya education, iko minister wa education. Lakini so ukiwa pale umekalia, you're supposed to be advising the president. But I think inafikanga mahali within the current administration vile kunakaa, au ndio wanaadvisiwa. So actually the end of the day, the buck stops with the president. Yeah? So kama ni maneno ya SHA, president yo anasema SHA tutaenda hivi. Kama ni maneno ya, so unapata sasa mtu kama Muturi, mtu anakuwa not user friendly. Ile tunasema not user friendly. Kwa vile yeye akiambiwa ako pia na opinion yake. Yeah? Anasema hata mimi nikiwa kule KEMSA, yeah? Kwa sababu ana taaluma yake. Yeah. No. So nikiwa kule KEMSA, iko vitu kunakuja naambiwa tufanye hivi, but mimi nasema kwa vile mimi ndio nimekalia hapa na ninaongea na all this stuff, no. Sisi ndio tunajua what needs to be done, no. Na tunapeana advisory na opinion. And I think that's the biggest issue, hata kama tunasema about. Mwelekezo wangu naomba dakika 2-3 tu hivi, nitakuwa nimemkosea daktari kwa kifupi tu, kwa sababu tunazungumzia taaluma. Na wako wengi kama alivyosema Daktari Mbae, kwamba taaluma ni kitu muhimu. Kwa mtazamo wako, vile alivyozungumzia Bwana Irungu Nyakera, unahisi kwamba kidogo kuna hali ya aidha kutosikiza wanataaluma, wasomi, haswa kutoka upande wa Mlima Kenya? Kwa sababu ukiangalia mabadiliko hata katika wizara na kadhalika, haiwezekani kwamba rais alimteua mtu alafu baadaye aseme kwamba alikuwa hajiwezi kazi. Alimteua kwa sababu ya tajriba yake. Sijui mawazo yake ni yapi kufikia kiwango hapa wanasema kwamba fulani wa fulani niliona tajriba yake kidogo haifai. Nipe mtazamo wako kama daktari. Unipe nusu dakika. Wacha daktari aseme, lakini tumeintroduce, nakupa nafasi. Daktari, katika masuala ya taaluma tu. Asante sana Nimrod na viongozi ambao wako hapa. Wacha niseme kwa kimombo, kwa lugha ya kimombo, if you are looking for a square peg to fit in a square, you'll always get it. Hatuna tuseme shortage ya viongozi katika maeneo yote ya Kenya. Lakini pia ukiangalia katika leadership ama uongozi bora, vipi tutapatia nafasi tukupe tuongoze wewe, alafu pia tukuongoze tena. Pia kuna kidogo pale shida kidogo ambayo sisi tunataka kuongoza kiongozi, lazima tukubali kama tumekupatia nafasi basi utuongoze, kwa sababu tusipokupatia nafasi basi uongozi wako uko wapi? Na lazima pia tuweze kushirikiana nawe kwa muda ambao tumekupa, tuone fikra zako ziko vipi na progress yako, kwa sababu mimi kidogo kama mimi si advisor wa rais, lakini kuna yale kidogo naona yanafaa na ingine haifai. Lakini yeye ndiyo kiongozi wetu, lazima ule muda tumempa tumkubalie. Kama tuna magavana, kama tuna Wanjiko hapa, wakati ni wake sasa tumkubalie. Daktari, ikifika wakati huo kuna makosa kumshauri rais? Ushauri ni aina nyingi ambao kama Dr. Mbae na Irungu wanavyozungumza, sijui kama kuondolewa kwao ni masuala ya kisiasa, lakini kuna hisia kwamba kuna baadhi ya wale ambao wakitekeleza kazi ambazo ni za kusema kwamba namshauri ama namkosoa rais, basi inakuwa ni makosa. Katika mtazamo huu swali ngumu kidogo, lakini wacha niseme hivi, uongozi bora ni upi? Tuna katiba ambayo inaweka framework ambayo ya uongozi. Kama ni masuala ya bajeti, tunajua ni yapi tunataka, tuna mpangilio. Lakini kama tutasema kama ndugu yangu hapa hatuna mpango, basi hapo ndo kuna shida. Lakini tuna constitutional framework, tuna viongozi ambao kila mtu anajua kazi yake ambayo anafaa, na ukivuka mipaka basi kuna sheria. Lakini nafikiria kwamba saa zingine kama Wakenya tuna shida kidogo ya sisi zote ni viongozi wa aina yetu na tunataka kuongoza. Hata viongozi tukipeana nafasi, hatutaki kupatia nafasi ya kutosha ili tuweze kufanya kama
mtihani mwisho wa wakati ule. Ndio kuna advisors, lakini hao advisors lazima wajue pia wao kazi yao ni kupeana ushauri. Ushauri unaweza kubaliwa, unaweza kataliwa. Absolutely. Ushauri kukubaliwa, bas heko kwao. Ushauri usipokubaliwa haimaanishi kwamba basi ushauri siku nyingine labda haitakubaliwa, labda kulikuwa na matatizo mengine kidogo. Lakini ya mwisho acha niseme haya. Saa zingine lazima tutofautishe katikati ya mambo fulani ambayo labda umetaja. All over the world kuna mambo ya labda tribalism, ukabila na hayo mengine. Nchi nyingi zimeondoka pale ukabila, sasa zilikuwa katika kiwango cha tribal arrogance ama kiburi ya kikabila ama maeneo ambayo mtu ametoka, amezaliwa, na tumeona hii imeleta shida kubwa sana katika maeneo ya Afrika. Lakini ningetaka kuambia viongozi, sasa tumetoka kwa hiyo level ya tribal arrogance na kiburi ya kikabila na nini na nini, tunaenda kuangalia sera na maendeleo. Mwenye atakuwa anaongea lugha ya maendeleo sasa ndiye atakuwa bado anaweza kuwasiliana na nani? Daktari, na Wanjiku pale chini. Taendelea na hapo. Wanjiku, sekunde 30 alafu tupeleke mapumzikoni. Waambie watazamaji tunarejea hivi punde. Nisema ya daktari amesema kabisa. You know, the buck stops with the president. So you can advise. Umepatiwa nafasi ya kupatiana mawaidha, but the implementer ni mwenye anapata hiyo mawaidha, mwenye the buck stops with him ni akae chini. Even in my own constituency, I have the board that govern the NGCDF. I have my own staff. So at the end of the day, people will not, watu watakuwa wanapigia wao kelele, watanipigia mimi. Kwa hivyo nitasikiza mawaidha yenye umenipea, na nikiona haiambatani na marengo yangu naiweka kando. Laisa alisema mambo ya, and I don't want to talk about much, the Attorney General. Look at 2022 to date. How many cases we lost as a government? Because the incumbent, let me tell you, what, let me say, umeongea bae, nihurusu niseme, kazi ya mtu, let me put it this way, dakika moja tu, mimi ni nyamaza, I have allowed you to talk, you keep quiet, I talk as well. Naomba hivi, ili tupunguze joto, waambie watazamaji wa Kiambaa, tunaenda mapumzikoni, tunarudi hivi, alafu waambie kamera ile pale. Okay, tunaenda break. Kama unataka kuambia sema ya kwamba watu wa Kiambaa, kazi ambao tunafanya, maendeleo ambao tunaendelea break, lakini tunarudi. Tunaenda break, tunarudi. Sasa kanyu kusema tunaenda break sio. Umefika mahali very interesting.